Kwa majina naitwa Sahab Abdalla Suleiman, ni mkulima wa mboga mboga na matunda katika shehia ya Bambi. Ni mkulima wa matunda kama passion, papai, lakini kwenye mboga mboga tungule, pilipili boga, nyanya, biringanya, lakini pia kwenye mboga za majani tuna sukuma wiki, tuna mchicha, tuna figili. Kiufupi ni mkulima wa mazao yote. Lakini kwa leo tutajifunza ama kuelezea zao la passion. Ni aina ya zao la matunda ambayo kwa sasa hivi limekuwa lina uhitaji mkubwa sana masokoni. Kwa hiyo kwa ufupi tunaweza tukasema zao la passion kibiashara ni zao ambalo lina faida. Lakini vipi tunalima passion? Passion, kitu cha mwanzo cha kuzingatia aina ya mbegu. Kuna mbegu za local, kuna na mbegu za hybrid. Za local ni yale mazao ambayo tumeona yanaota tu mitaani. Lakini tukaja kwenye hii hybrid ni mbegu ambazo tayari zimeandaliwa kitaalamu. Na mbegu nzuri zaidi ambazo tutaenda nazo zitatupa matunda mazuri na makubwa ni hizi za hybrid. Kwa maana zinakuwa zinahimili magonjwa, lakini pia matunda yake yanakuwa na ukubwa, lakini matunda yake yana uzito, lakini ni matunda pia ambayo kwa masokoni yanahitajika sana, hususan kwenye soko zima la hoteli. Kwa hiyo tukishaanza kuichagua mbegu yetu, kitu ambacho tunakifanya tunaandaa au tunaweka kwenye nasar, ambayo hii itachukua karibia siku 30 mpaka siku 35 au hata siku 40. Inakuwa tayari mimea imeshachomoza na tayari mimea yetu inaenda shambani. Kwa hiyo tumezingatia kitu cha mwanzo aina ya mbegu tayari, lakini mazingira au hali ya hewa. Uzuri wa passion, hali ya hewa yoyote ile inaweza likaishi. Kwenye hali ya hewa ya baridi, hali ya hewa ya joto. Kwa hapa Zanzibar hali ya yetu kwa asilimia kubwa inakuwa ni ya joto. Kwa hiyo kwenye zao la passion haina shida yoyote. Popote pale ambapo pana ardhi, udongo lipo, basi passion unaweza ukalifanya. Kwa hiyo baada ya kuwa na eneo letu, kitu kingine cha kuzingatia, passion ni zao ambalo tunasema linadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama linadumu muda mrefu, lishe ambayo tunaenda kuipatia ule mti hiyo ya kutosha. Kwa hiyo mmea tushakuwa tunayo na mbegu tumechagua aina ya hybrid. Shimo letu lisipungue futi 1. Ambayo hapo tukishakulichimba futi 1 tunahakikisha tunaweka lishe wastani wa ndoo ya mbolea ya samadi wastani kuanzia ndoo 1 na kuendelea. Tukiweka 2 sio mbaya. Na samadi ambazo tunazihitaji hapa kama ng'ombe, mbuzi, hata sometime unaweza kutumia ya kuku kwa hatua ya mwanzo. Kwa hiyo tunapiga shimo letu, ambayo kitu kingine cha kuzingatia wakati tunapiga shimo na shimo tunahitaji tuweke mita 3. Lakini mstari na mstari utakuwa ni mita 2. Lakini kuna mifumo miwili, ambayo kuna mfumo ambao tunaita ile wa kenchi ambao tunaujengea juu, lakini kuna mfumo wa mistari. Lakini si hapa tutazungumzia mfumo wa mistari, ambayo shina ni mita 3 hadi 3, lakini mstari na mstari ni mita 2 na 2. Kwa hiyo tunatengeneza shimo letu, tunalijaza vizuri mbolea, tunalichanganya na dongo, tunamwaga maji at least kwa siku 2 ili mbolea ipoe, au hata wiki tunaweza tukaiacha. Badala hapo tunatoa mmea wetu kwenye vifuko, tunautia shambani. Passion kuanza kupana tunapohamishia shambani mpaka kuanza kutoa maua ni siku 90, ni sawa na miezi 3, ambapo tayari tunda letu hilo linaanza kutoa maua. Likishaanza kutoa maua mpaka kufikia hatua kwenda sokoni au tayari lile tunda kwa ajili ya matumizi ni miezi 5 mpaka 6. Kwa hiyo kitu ambacho tunahitajika kuwa nacho, ukiachia mimea tukitumia mfumo wa mistari tunatafuta poli. Lakini ukiachia poli tunakuwa tuna waya ambayo juu kabisa tukisha kuweka poli zetu zile pembeni, juu tunapitisha waya, alafu waya ndio ile mimea tunahakikisha inapita kwenye waya. Kitaalamu tunatakiwa mmea unapofika sentimita kama 60 tunaruhusu matawi mawili sasa yanaenda juu, ambalo moja tutapitisha kulia, moja kushoto. Alafu tunaangalia ikifikisha matawi kuanzia 20 tunakati. Tukisha kukati tunaruhusu wale matawi sasa yanashuka chini. Tawi kuanza juu mpaka chini naweza nikachukua hata matunda kuanzia 20. Kwa hiyo at least kwenye mti mmoja unaweza kutengeneza hata matunda 300, ambayo wastani wa matunda haya ya hybrid kilo 1 imeenda matunda 4 mpaka 5. Kwa hiyo utapata picha ukiwa na miti wako mti mmoja tu unaweza kutengeneza hata kilo kuanzia 50.
Na tukiingia katika masuala ya masoko, tunda kwenye kilo moja sometime masoko yanainuka mpaka kilo 5,000, likidrop mpaka 1,000. Kwa hiyo ni ishara kwamba hichi kilimo ambacho tunaenda kukifanya kina faida ndani yake, kwa maana wengi wetu tunafanya kitu lakini mwisho wa siku tunalemurika soko. Je, uko sokoni uhitaji upo? Kiufupi tumeona Zanzibar mahitaji ya juice ni makubwa mno, hususan tukiingia katika maeneo ya mahoteli, lakini hata katika matumizi yetu majumbani. Kila siku tukitumia chakula mchana, tukitumia chakula usiku, sometimes hata asubuhi, tunapata na kiburudisho ama kishushio juice. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitajika. Kwa hiyo zao la passion ni zao ambalo tunasema licha ya kuwa lina gharama kuliendesha, na gharama zake kiufupi ni katika swala zima la poli poli na waya, lakini ukianzia miche ni bei nafuu, lakini ukija kwenye kulitunza kwake pia halina mashaka makubwa.